asifiwe. Ndugu zangu, poleni sana na msiba huu mkubwa ambao umetupata wa baba yetu. Lakini nimpe pole sana mama, niwape pole sana watoto na ndugu wote, poleni sana. Mungu awatie nguvu, taendelea kuwaombea mpite salama katika jambo hili gumu. Nitumie pia fursa hii kuwashukuru sana wanamtaa huu wa Mwasote, namna ambavyo wameendelea kuwa washirika wazuri sana wa familia hii. Mungu awabariki kila mmoja wenu kwa mchango huo wote aliotoa, sio tu kwa ajili ya msiba, lakini mlianza kutoa michango hiyo tangu akiwa hai. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Wanakwaya mmeimba vizuri. Nimesikiliza kwaya yetu kuu imesema muda wa kwenda mbinguni umefika. Kila mtu ajiulize, uko tayari? Baba yetu amepumzika, si ndio jamani? Kama neno lisemavyo, watu wakao katika Bwana wapate kupumzika baada ya kabisa. Baba yetu amepumzika. Tunajua kufariki ni kupumzika, lakini ukiwa umekufa katika Bwana. Ndugu zangu, safari ni ndefu ya ndugu yetu, sitaongea maneno mengi kwa sababu nimeambiwa kwamba mtamsafirisha. Najua mama yupo na watoto wapo. Sasa na mimi najua familia hii ni amani. Labda kama mmeanza kuja hivi karibuni. Maana sasa watu wasijaanza kumwambia mama hapa sasa uhame. Baba unajua amefariki. Hapana jamani. Nyumba ile ilikuwa ya baba na mama. Kwa hiyo mama tunamwombea maisha marefu. Usikae mahali unamsubiria asogee. Tunamwombea maisha marefu. Mama, Mungu akutunze. Na sisi tutaendelea kuwa karibu nanyi, msiwe na wasiwasi. Baba, tunawashukuru sana baba mchungaji na wachungaji wote ambao mmeshirikiana katika ibada hii. Mungu awabariki. Tunapojitokeza kama hivi, nasema siku zote, hata sisi ambao hatujituji kanisani tunaanza kutia bidii kwa sababu tunatamani mchungaji awepo siku ya kusindikizwa. Kwa Mungu awabariki sana kwa ibada hii njema ambayo mmeifanya leo. Asanteni sana. Wanawake Media, kimbilio la wanawake.